Niseme nimepata taasisi hizi tatu, zote ni muhimu. Nimepata msingi, shule ni muhimu. Nimepata sekondari ni muhimu, lakini na zahanati ni muhimu. Lakini zahanati yangu mimi kama unavyojua Michael, mimi zahanati yangu haihudumii tu Virobo. Mimi zahanati yangu inakwenda inahudumia Vikongoro kidogo ambao watu wako hapa katikati mpakani hapa na Yongwe, lakini inahudumia Yongwe, inahudumia Kidugalo na inahudumia Kigezi. At least na Mbondole kidogo hao walioko hapa nani Mwembe huo wanakuja hapa. Umeona kama kipindi hiki cha kiangazi hiki mvua nani mtoni hamna maji wanakuja hapa. Kwa hiyo sasa na ukiangalia population ya hao watu naye kwambia lazima tufike mahala sasa niombe kwamba sasa kutoka kwenye zahanati basi nipate kituo cha afya. Kwa sababu gani? Nikipata kituo cha afya ni 24 hours. Kwa hiyo kile kinakuwa ndani ya masaa 24. Kwa hiyo masaa 24 hata kama mtu atakuwa amepata dharura usiku bado anaenda pale akapata huduma. Umeona? Lakini kikiwa kituo cha afya watu saa 9 saa 9:30 kinafungwa na nikiwa zahanati. Sasa na zahanati na ubaya wake ziko dawa zingine kufuatana na renki ya kituo hazitakiwi kuwepo. Sasa mwananchi wa kawaida unakuta naye hajui hilo. Anasema mbona nimeenda pale nilikuwa na tatizo hili, sikupewa dawa, nimeandikiwa niende sehemu fulani. Lakini kwa sababu renki ya ukubwa wa sehemu na dawa zake hivyo ndivyo zinavyotumika. Umeona? Kwa hiyo huwezi kuzikuta labda kuna dawa zingine zinahitajika zikakae kwenye kituo cha afya. Ile ni zahanati. Umeona? Hatuwezi kupata. Kuna dawa zingine zinahitajika zikakae kwenye hospitali. Hiki ni kituo cha afya. Lakini mimi nikipata kituo cha afya nitakuwa nimetengeneza masaa 24. Na zahanati ile sasa hivi unavyoiona imeboreshwa, ina wodi, ina labor wodi pale. Kwa wazazi wanajifungua pale. Umeona? Kwa hiyo kama wanajifungua wazazi tayari kwamba ni kituo kikubwa kinawasaidia watu. Lakini ukiangalia distance je na mtu amepata dharura usiku anafanyaje? Na kama nilivyosema miundombinu sio rafiki. Lakini atoke hapa mama mjamzito kama imeshindikana hapa wanamrufaa anaendaje? Umeona? Lakini tukitaka tu mtu ana dharura ameshikwa tumbo la ghafla hapa usiku saa 8 anakaje kwenye pikipiki. Na ndio usafiri wetu. Kwa sasa tufike mahala niombe kwenye hili kwa sababu kulingana na kituo na zahanati ile ilipo sasa imekuwa ni sehemu ambayo ni muhimu kwa sababu tayari ina contract hiyo haya maeneo matatu na sisi hatuwezi kuambia watu wa Kigezi wasije kwa sababu ni serikali yote ya Chama cha Mapinduzi na rais wetu ni huyo Rais Samia. Kwa hiyo niwaombe ili sasa watusaidie sasa kutoka kwenye renki ya zahanati tuje kwenye kituo cha afya ili tufanye kazi pale kwa masaa 24. Rajabu Chuma, mwenyekiti wa serikali ya mitaa ya Virobo kata ya Chanika katika wilaya ya Ilala, amezidi kuwakumbusha na kuiomba serikali basi ya zahanati iboreshwe iwe kituo cha afya. Amekiri kwamba imekuwa ikihudumia watu wengi mno katika zahanati hiyo. Hivyo alipongeza pia alimpongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu kwa kujali sana upande wa afya. Hatimaye kwenye mtaa wake kuna zahanati ambayo inafanya vizuri. Ni kweli kwa sababu mimi leo ni mwenyekiti, renki yangu ni ndogo. Kazi yangu mwenyekiti ni kuibua tu changamoto zilizoko kwenye mtaa. Napeleka wapi ODC. Lakini pale tukienda ODC yuko mheshimiwa diwani. Yuko na mtendaji wangu wa kata na kamati ya maendeleo ya kata. Tunapozungumzia swala la maendeleo kwa maana hiyo tayari mheshimiwa diwani naye ana take action pale. Anajua kwamba kumbe Virobo kuna changamoto fulani au kwenye mtukata yangu kuna jambo fulani. Kwa hiyo naye anatoa ushirikiano. Sasa pale anapotoa ushirikiano mimi sina budi kwanza nimshukuru kwa sababu na yeye anajua kwamba kumbe alichosema mwenyekiti wangu kimegusa wote na kimegusa na mimi. Kwa hiyo anapoenda kukipigania kwenye baraza la madiwani, naye anajua kwamba anakwenda kuongea kitu ambacho kimetoka ndani ya mtaa fulani na amekileta mwenyekiti wangu. Kwa sababu amesamini uwepo wako, amesamini kazi yake. Umeona? Kwa hiyo sisi wote tupo kwa ajili ya kuhudumia wananchi wetu. Kwa hiyo pale unapopeleka jambo lako likifanywa kazi unishukuru. Kwa hiyo nimshukuru sana mheshimiwa diwani, nimshukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya, nimshukuru sana mkuu wa mkoa, lakini nimshukuru sana mheshimiwa rais kwa sababu yeye anapokaa na yeye anatafuta fedha kwa ajili ya kuzileta kuhudumia wananchi wake. Watu wengine wanalia hawana kitu fulani. Umeona? Kwa hiyo wewe unailia kiboreshwe, mwenzako analia akipate kwanza. Sema sio mimi tu, bali hata wazazi wa mtaa huu wa Virobo na maeneo yetu ya jirani wamefarijika sana kuipata ile sekondari. Na unafahamu bwana mwandishi wa habari ndugu yangu Michael, wewe unajua. Watoto kuwasomesha kutoka hapa akasome Mbondole akasome Zindiziwa. Umeona?
lakini anatoka hapa anaenda kusoma Mkela, umeona, anakwenda kusoma Kinyamwezi, anakwenda kusoma Buyuni. Wakati mwingine usafiri ni wa pikipiki tu, sisi kama unavyoona. Sasa jumlisha miaka 3, jumlisha miaka 4, mtu anasomesha kwa gharama za namna gani? Lakini kupatikana kwa sekondari ile kwa kweli kumekwenda kuondoa shida kwa wazazi, kwa sababu watoto wengine walikuwa wanafeli, wengine walikuwa wanashindwa kumaliza shule, kwa sababu ukiangalia gharama za shule alikopangiwa na gharama za kwenda shule ni kubwa mno. Kwa hiyo bila ubishi, mimi nishukuru sana, na hili sio mimi tu, na wazazi wote wa mtaa wa Virobo na maeneo yetu ya jirani. Kwa mfano hapo kuna Kibugaro, kuna hapo Vikongoro kidogo, lakini kuna Kigezi, ambao wao nao wanakuja kwenye shule yetu hii ya sekondari, na wao tumewasaidia mzigo mkubwa. Kwa hiyo watoto wametoka tu hapo wameingia kwenye darasa la sekondari. Kwa hiyo gharama zile za kutoka hapa sasa za kutumia nauli zinakuwa hazipo. Kwa hiyo mtoto akipewa hata 500 ya kwenda kula muhogo, kwa hiyo inamsaidia kuliko kupewa shilingi 3000 kila siku au 2000. Umeona? Na unajua vyombo vyetu vya usafiri, wao wanachokiangalia ni maslahi ya kwao. Hawaangalii kwamba tunawasaidia vijana wetu. Kwa hiyo wakati mwingine watoto wanatembea kwa miguu, umeona, lakini watoto hao muda mwingine wa kike wanalagaiwa na vijana wetu wa mabodaboda, lakini mwisho wa siku nini kinaendelea? Ameacha shule. Umeona, lakini kwenye hili kwa kweli nikishukuru sana Chama cha Mapinduzi, lakini niwashukuru sana viongozi wangu wote wakubwa kuanzia ngazi ya mkoa mpaka huku tuliko. Lakini niwashukuru sana viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi kuanzia ngazi ya kata na wilaya. Tunapambana sana, kwa sababu ninapokuwa nakwenda kueleza hili na wana wananisupport. Kwa hiyo pale wanaponisupport na mimi napata nguvu. Umeona, lakini hatima yake kweli Mungu amejibu kilio, tumeipata shule. Lakini shukrani nyingi sana zimwendee Mheshimiwa Rais, kwa sababu yeye ndio mwenye kila kitu. Umeona, zingawa sasa tuna changamoto ya kwenye hii miundombinu kubwa na gharama kubwa, lakini kwenye hili sasa, kwenye upande wa elimu, kwa kweli mimi nisiwe mnafiki, lakini niseme kwenye pongezi hizi niwapongeze wote viongozi wangu wakuu, kuanzia mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, umeona, mheshimiwa mkurugenzi, umeona, na timu zote za ngazi ya wilaya za Chama cha Mapinduzi ngazi ya kata, lakini mheshimiwa diwani, umeona, mheshimiwa mbunge, hao wote tulikuwa na network hiyo moja. Sasa nikushukuru sana kwa sababu, na ninakushukuru kwa sababu wewe unao msema umepita huko. Kwa kweli swala la miundombinu ya barabara bado ni changamoto. Na ni changamoto kweli, kwa sababu ndio sasa hivi kama inayetutesa. Mheshimiwa Michael, wewe ni mrefu kidogo wa kuja huku Virobo. Umeona, kwa kweli ukiangalia mtaa wangu mimi ni wa mwisho kwenye geografia kwenye kata ya Chanika. Ukitoka hapa tena unapakana na kata ya Msongola huko. Umeona? Lakini ukiangalia kuna kilomita zaidi ya 6-7, na mtaa huu sasa umepakana na mitaa mitatu. Pale tunapoingilia tunaanza Vikongoro ambako ndio nguvu kazi. Tukishamaliza mtaa wa Vikongoro tunakwenda kuacha tena, tunaingia tena mtaa wa Yongo. Umeona, tukishatoka mtaa wa Yongo mimi ndio nakuwa mtu wa mwisho huko. Kwa kweli swala la barabara kwenye hii mitaa mitatu bado tuna changamoto kubwa mno. Umeona, lakini tuna watu binafsi, tunafanya biashara, wanakwenda Kariakoo. Na wewe unaangalia leo mtu anakutoa hapa tu Virobo anakupeleka nguvu kazi pale kwa shilingi 2000 mpaka 2500 mpaka 3000 kipindi cha mvua. Sasa fikiria mtu huyo anatengeneza uchumi namna gani kabla hajafika huko kwenye eneo lake la kazi. Kwa hiyo anatumia gharama kubwa mno. Na tumehangaika na tunahangaika. Barabara hii mwanzo tuliingizwa kwenye DMDP, umeona. Kwa hiyo bajeti ya kwanza ilipokuwa imetoka, wakapata wenzetu maeneo ya Kivule huko na huko na Majoe. Kwa hiyo sisi tukawa tunasubiri. Sasa bado tunapambana na tunaipambania ili basi kama tupo kwenye hizo phases zinazofuata, ili na sisi tuingie kwenye mpango wa DMDP angalau tuliahidiwa kiwango cha lami. Umeona, kwa maana tunaposema halmashauri kuna baraza la madiwani, kuna mkurugenzi, umeona, kuna mkuu wa wilaya, anajua kama pale kuna pesa imetengwa kiasi fulani kwa ajili ya kiwango cha lami. Kwa hiyo tunaamini kwamba huo ni mwanzo, lakini bado tunakwenda tunajaribu na sisi kila wakati kukumbusha ili wasitusahau kama viongozi wetu, ili waweze kutusaidia. Lakini niseme kwa mitaa hii mitatu sasa barabara ni muhimu kuliko unavyofikiria Bwana Mike.